Kwa majina naitwa Mariam Kamuri, ni mwanzilishi na mmiliki wa Kamuri Glamour. Ni saluni ya kike inaojihusisha na masuala ya urembo wa kike, ambako nikimaanisha urembo wa kike na maanisha tunajihusisha na urembo wa ngozi, urembo wa nywele, lakini pia na mavazi. Hii mradi wa Tamaduni Night ni mradi ambao lengo lake zima limekuwa ni kujikita kuangalia utamaduni wa zamani uliokuwa unafanywa zamani wa mabibi zetu na mababu zetu katika kwenye upande wa urembo, hasa wa ngozi na nywele walipokuwa wanafanya vitu vyao. Na kama tunavyojua urembo hauanzi tu kwenye nywele na kwa kupaka tu zile product. Urembo unaanzia kwenye chakula unachokula, unaanzia kwenye lifestyle yako unayoishi. Either kama unatembea juani, mtu anayetembea juani ni tofauti na anayeshinda kivulini. Obvious. Mtu anayelala kwenye sehemu nzuri ya utulivu anapata usingizi wa masaa 8 tofauti na mtu ambaye analala na masaa 2 au 3 kwa usiku. Kwa hiyo urembo tunaona hauanzi tu pale kwenye kupaka product. Urembo unaanzia katika kila kitu kwenye maisha yetu kwa ujumla. Kwa hiyo hii project imekuja kama ni eyes open kwa watu, ambayo tunaangalia pia watu wenzetu walikuwa wanafanya nini. Kwa hiyo tumejifunza vitu vingi kwa karne zile za zamani, na sisi tumewaelezea wenzetu wa mabibi zetu, ina maana wale wa zamani tunachofanya kwa sasa hivi. Tunajiita Gen Z, kizazi cha sasa hivi. Kwa hiyo na sisi tumewaelezea vitu vigeni ambavyo tunavifanya kwa sasa hivi vilivyokuja na teknolojia, na wao wanatuambia vitu vyao vya analogia. Kwa hiyo tumefanya katika phase 3 ambapo tulikuwa tuna event ya kwanza urembo, tulikuwa tunaangalia urembo wa ngozi na nywele. Tumemaliza ambapo tulifanya Oktoba, lakini hii Disemba tumefanya sanaa yetu, uhai wetu, ambapo tumejikita na mambo ya kuchora hasa na mambo ya kazi za mikono sana kama kushona na nini. Leo tuko hapa kwa ajili ya event yetu ya mwisho ya 3 katika hiyo project ya Tamaduni Night, ambayo leo tunamalizia ya mwisho. Yenyewe inasema chungu na ngoma. Chungu na ngoma inakuaje? Tutapiga ngoma wanawake pia, lakini hao wenye tasnia ya urembo ambao tumeungana pia na models baadhi na mabibi zetu ambao wako kwenye hiyo tasnia ya urembo. Kwa hiyo tulikuwa tunapiga ngoma huku tunapika chakula, na pia tumejifunza vitu vingi vya zamani walikuwa wanatumia vitu gani. Kama hapa mnavyoona tumetumia viungu kupika, tumetumia vile vitu vya asili kabisa, hatujatumia mafuta, hatujatumia hivi vitu vya vitunguu sijui, lakini tulikuwa tunatumia vitu ambavyo natural kabisa, yani vitu vya asili moja kwa moja katika kupika, na tumeonja pia. Tumeona test yake ni nzuri na tumeenjoy sana. Tangu mmeanza kufanya hii project, mabadiliko? Yes, mabadiliko yapo makubwa, kwa sababu especially kwa mfano kama mimi nafanya mambo ya saruni. Kwa hiyo kuna vitu vingi nimejifunza, kuna vitu vingi vimebadilisha katika kazi zangu. Kwa mfano hizo ya utunzaji wa nywele na ngozi, kuna baadhi ya vitu tu vya kiasiri imeniongezea. Maana kama mimi hapa nafanya Swahili single tunafanya vitu vya Kiswahili
sasa kama kutumia kahawa na nini. Lakini kuna ingredients nimeongezewa kama nazi ambao nikopo sijui, kuna watu wanatumia karanga. Kwa hiyo vyote nikopo sijui kama karanga pia zinaweza zikatoa mafuta ambayo pia ukayatumia vizuri kumsingia mtu. Changamoto ni zipi? Changamoto kubwa katika uandaaji labda wa hizo products za zamani. Alafu na vile vile pia harufu labda kwa mfano kama karanga ukivutia taswira mafuta yake ukiyapaka mwilini, you can imagine vitu inakuwa disgusting kidogo, lakini tunaangalia namna pia ya kuviboresha ili viwe vizuri zaidi tuweze kuvitumia vile hivyo vitu vya kale. Kwa majina yangu naitwa Rusi Samuel Mwaruko, ni mwenyeji wa hapa Dodoma. Madhumuni ya kuwa hapa leo ni kujifunza sanaa zetu zilizopita, wakati vijana natuita sisi wa wakati huo. Tupo hapa kujifunza kwa masuala ya asili ya wakazi wa Dodoma. Miaka iliyopita walikuwa wakiishije, walikuwa wakila vipi, mavazi na mila na desturi zao. Tumejifunza mambo mengi ambayo tumeyaona kwa kizazi hiki cha sasa na kizazi kilichopita. Kwa asilimia kubwa tumeona kwamba watu wengi tumetupa mila na desturi, kuanzia mavazi, vyakula na hata mienendo yetu. Kwa maana hiyo basi tumejifunza kukumbushana kwamba ya kale ni dhahabu. Kwa hiyo tumejifunza kuanzia swala la tamaduni, walikuwa wakichezaje wenzetu, lakini tumekuja kuona katika masuala ya utunzaji wa familia, tumekuja kuona masuala ya maandalizi ya vyakula na usafi wa nyumba zetu. Tumejifunza vyakula mbalimbali ambavyo kwa kizazi hiki ni vigeni kwao. Tumejifunza jinsi ya kupika vitu pasipo kuweka mafuta. Tumejifunza kupika vitu ambavyo tunaweza tukapika tu bila vitunguu, nyanya tu, karanga. Tumejifunza, tumeona faida zake. Kwa hiyo kwa kweli tumeenjoy sana. Tumejifunza kwamba Tanzania ni kubwa, kwamba tamaduni ni nyingi, na mimi ninakotoka na hapa kuna tofauti mkubwa sana. Lakini licha ya hayo yote kuna ule umoja. Tofauti na tofauti labda ungekuwa labda ni watu wa taifa jingine, lakini hapa umefika, umekupokea kama vile ndugu yao. Alafu nipenda pia chakula chao. Chakula chao kwa kizuri kweli. Kwa nasema mambo gani haya, kumbe kumbe vitu vimenoga. Nipenda kile chakula cha maziwa kile. Na pia nimependa ule ushirika wa mama wamekuja pamoja, kuna kujuana vile. Tutashare haya tulojifunza hapa. Tutakapoenda huko majumbani kwetu tutapeleka taarifa kwa wengine, na vyakula vingine tutabeba tukirudi makwetu huko. Tutabeba, tutaenda tutawafundisha, maana chakula chenye lishe tofauti na vile tunakula kwetu, lakini chakula kizuri.